Mwili wa mfanyabiashara wa madini Abdillahi Musa maarufu kama Banjo umekutwa umetupwa katika msitu wa hifadhi ya Salanga katika kijiji cha Masawi wilayani Kondoa mkoani Dodoma, ukiwa umeharibika huku akiwa ametobolewa macho na kuvunjwa mkono. Siku ya tarehe 12 Februari, watu wasiojulikana walimchukua Banjo katika eneo la jengo la Ngorongoro Arusha, akiwa eneo la mazoezi ya gym, na kuondoka naye mpaka ndugu zake walipotoa taarifa jana kwamba Banjo amepotea na ni siku 6 sasa hajulikani na haonekani alipo. Mwenyekiti wa kijiji cha Masawi, Ali Abdi, amesema kuwa kuna mtu ambaye ni kichaa aliona maiti siku ya Jumamosi na kwenda kijijini kutoa taarifa, lakini watu wakampuuza kwamba huenda amerukwa na akili, lakini siku ya Jumapili akarudia tena kuwa kuna maiti, ndipo akachukua pikipiki. Walipofika eneo la tukio wakakuta mwili wa marehemu pembezoni mwa barabara. Mwenyekiti ameongeza kuwa katika msitu huo mwili huo ni maiti ya 3 kuonekana, ambapo umbali kutoka barabara hiyo mpaka eneo la tukio ni zaidi ya kilomita 2, hivyo mara nyingi watu hawapiti sana katika eneo hilo la msitu. Nao wananchi wa eneo hilo wamelaani unyama huo uliofanyika kwa sababu watu kutoka mbali wanauawa na kwenda kutupwa msituni hapo, jambo linalowatia mashaka makubwa. Tayari ndugu wa marehemu Abdillahi maarufu kama Banjo, mfanyabiashara wa madini, wameshafika katika kituo cha afya cha Bereko kilichopo wilayani Kondoa kwa ajili ya kujua taratibu za kusafirisha mwili kutoka katika eneo hilo la Kondoa ili kupeleka Sanawari mkoani Arusha kwa ajili ya kuzikwa, ambapo atazikwa siku ya kesho Ijumaa nyumbani kwake. Kwa majina naitwa Ali Abdi Ndui, ni mwenyekiti wa kijiji cha Masawi. Hii maiti tulipata taarifa, kuna kijana mmoja alikuwa amepita huku porini, akawa ameleta taarifa, akawaambia wenzake, baadaye akaleta taarifa hapa. Alipoleta taarifa tukaenda kuthibitisha kwamba ni kweli. Baada ya kuthibitisha tukapiga simu polisi. Baada ya kuwasiliana na polisi, na wenyewe wakasema tutawasiliana na wilaya Kondoa. Baadaye askari wa Bereko kituo kidogo wakaja, tukashirikiana nao. Baadaye wakaja hawa wa Kondoa, wakaja pamoja na madaktari na nini. Baada ya kumpima, basi wakamchukua kwenda kwenye kituo cha polisi Bereko. Maiti alikuwa kwenye mazingira ni mtu tu ameletwa akatupwa tu, amelazwa chale hivi kwenye mfereji wa barabara hii ya kwenda Kondoa. Madaktari nadhani walicheki, walimvua na zile nguo wakacheki. Mimi kwa sababu nilikuwa naandikisha kule, sijasogelea pale kuangalia, lakini nadhani alikuwa na majeraha kama ya kuvia hivi, sio ile ya kupigwa na fimbo, sikuona ile, lakini ni kama kitu kilikuwa kinakandamizwa na kitu fulani. Macho mainzi yalikuwa yameziba sana, nadhani macho ni kama yalitobolewa. Mimi nadhani mwananchi huyu ni wa 3. Mwaka 2023 ametupwa. Mwaka 2024 aliletwa tena akatupwa hapa. 25 ndio imepita bila kutupwa, lakini 26 juzi tena ameletwa akatupwa. Kwa hiyo wananchi wana hofu sana na hili tatizo. Hili wameona kwamba kama mtu hajui ataona wanakijiji wa Masawi ni wauaji, kumbe sio. Kwa hiyo tumetoa taarifa kwa mkurugenzi na mkuu wa wilaya tuweze kudhibiti swala hili. Hii barabara inateremka kwenda Itololo, Kandaga, Masange, Pahi ni hii hapa. Hao wanaotupwa, hao wote wa mbali, hakuna hata mmoja anafahamika hapa. Nawapa pole sana wahusika na msiba huu, lakini vile vile na sisi tunashiriki kwenye msiba huo tukiwa pamoja. Hata kama hatujafika huko, lakini tuko pamoja nao. Niwape pole sana familia ya marehemu huyu. Tunapowakuta hawa, tukipeleka taarifa polisi, mara nyingi haturudishiwi majibu. Kwa hiyo hatuwezi kuelewa hao watu ni kazi gani wanafanya na ni kwa sababu gani wanafanyiwa hivi. Hatuwezi kuelewa kwa sababu majibu hatuletewi. Kwa hao wanaofanya hivi, wao na hofu ya Mungu, kwa sababu kila binadamu kaumbwa. Sasa wewe unakuja kumkatisha maisha yake, inakuwa sio vizuri. Naomba sana wao na hofu ya Mungu na waache vitendo hivi. Akili zake sio nzuri sana. Na aliposema kwanza walimdharau, wengine wakaanza kumfukuza, wakamwambia wewe unasemaga upuzi, tuondoka. Siku ya pili ndo aliporudia kusema, ndo watu wakaenda kuangalia. Kumuona ilikuwa Jumamosi. Yule alipokuja kusema kwa wenzake,
wakadharau, wakaona huyu ni kichaa tu, wewe maiti itoke wapi hapo, kamfukuza. Lakini siku ya pili alirudia neno hilo hilo. Sasa wale jamaa walikuwa pale wakasema twende ukatuonyeshe, ndio walipopelekwa kule. Tayari inzi walianza kuingia huko kwenye macho. Mimi naitwa Isa Kasim Mafita. Mimi ni mzaliwa hapa Masawi. Na ili pori linaitwa pori la Masawi, lakini jina lake kabisa linaitwa Msalanka. Kwenye hili tukio nilikuwepo na niliweka hata utepe, ule utepe ambao mtu kuzuia watu wasisogee. Kwenye hili tukio wakati namuona huyo aliofariki, huyu mwili wa marehemu, mimi nilimgundua, niliangalia nikajua mtu wa hapa. Na nilivyoangalia mtu wa hapa nikagundua, nikasema baadaye, kwa sababu ana tattoo, baadaye wakachukua mwenyekiti akaja akapiga simu kituo cha polisi wakaja. Walivyoenda polisi walivyokuja wakaja wakachukua mwili, wakaja kumchana, wakaja kukuta na tattoo za kifuani, ndo ikatokea watu sasa kumtambua. Alikuwa na cheni. Sasa kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Mudi, jina lingine anaitwa Mudi lakini Mohamed. Anaitwa Mudi, alikuwa amekuja nyumbani lakini anakaa Arusha. Alivyokuja kutoka Arusha, alivyokaa hapa tuliangalia mpira siku ya Yanga ilikuwa inacheza, tuliangalia mpira wakati tumetoka kwenye tukio. Alivyorudi mimi nirudi kwenye tukio nikamkuta, tukaangalia kwenye tukio, afu kesho yake akaondoka. Alivyoenda Arusha ndo akakutana na hiyo, akasema kuna sekeseke la mtu fulani amepotea. Ndo akasema bana, kama lile tukio linafanana na yule mtu kule. Mimi ndo akanipigia simu, ndo nikamwambia huyo mtu alikuwa na tattoo mkono mmoja nusu, afu mkono mmoja umeendelea juu, afu na tattoo za kifua. Baadaye wakaja wahusika, ndo wakaja wakamwangalia wakamkuta. Hapa amekuta kwenye mazingira aliolala ni kichaka pori. Alikuwa amelala hapa. Ameelekea kichwa kimeelekea chini. Ndo mazingira haya aliyokutwa. Huko kichwani ameonekana amepigwa. Kichwa kimepigwa sana na macho yametobolewa. Hata hatujajua kilichoendelea mpaka sasa hivi. Gundua kuna jamaa mmoja hivi ni kama chizi kidogo, aligundua siku ya Jumamosi, anaitwa Idi kwa jina lingine anaitwa Idi Kisuju. Ni kama jamaa kama akili ziliruka kidogo. Alimgundua siku ya Jumamosi, akasema watu wakamwambia, wasema wewe utakuja kufungwa, unaacha kusema vitu vya uongo. Watu wakadanganya, akasema acha kudanganya. Sasa sikudanganyi, ni ukweli, yuko porini. Lakini alilazimisha sana kuja kusema. Sasa akawa baadaye anaogopa. Baadaye sasa kesho siku ya pili yake, siku ya Jumapili, ndo akaja akamwambia watu, wakambana, wakasema twende tukaangalia. Ndo kweli watu wakaja kuangalia, ndo wakaja pamoja na mwenyekiti, ndo wakaja kumuona hapa. Walimpuuza kwa sababu walimuona kama kichwa chake kidogo kiko resi. Hii ni mtu wa tatu kutupwa hapa. Na yeye huyu jamaa ni mtu wa tatu. Mwingine alitupwa chini hapa kidogo, kwa chini yake kidogo. Tumejisikia uchungu sana. Kwa sababu ni mara ya kwanza kumuona mtu aliyotupwa porini. Lazima tujisikie vibaya. Umeshaharibika sana. Huko umeharibika sana, huko kwenye macho amevimba sana. Na mpaka kama ujiangalie vizuri huwezi kumtambua. Yametobolewa tu kwa ndani, na hisi yametobolewa kama na kitu kinchakali. Mkono umevunjika. Walikuja kuchukua kwa sababu walivyokuwa hofu ya watu na alikuwa ameanza kutoa harufu, ndo wakamchukua sasa. Wakamchukua kwenda kwenda mochwari. Polisi walivyokuja wakambeba kwa sababu alikuwa anatoa harufu sana. Sasa ametoa harufu sana. Alikuwa ameharibika, alikuwa kama na siku 3 hivi. Kama ingekuwa na uwezekano mimi hata wale polisi walikuja siku ile, kwa sababu unawaita asubuhi, wanakaa mpaka jioni. Mtu hapa anateseka. Kwa kweli hili linauma kuliko basi mimi ningekuwa na uwezo sijui ningefanyaje hata hiki kituo cha kwetu kikweli hakifai. Mtu anauawa analetwa anatupwa hapa msituni. Kutupwa hapa ni mtu wa tatu huyu. Hawa tena ukitaka kuwauliza nasema naulize nini, wanakuja na wala hawataki hata maneno mengi bwana. Sijui tena, tunajua baba hatujui wala hata huyu hatungejua mahala ametoka ni wapi. Hatujui, tunakuta tu mtu amekufa hapo. Sasa watu tunaita mwenyekiti, twende ukaangalie mtu ametupwa hapo. Hatujui, katika watu watatu wote hawa hatujui walikotolewa. Ila leo ndio tumpata bahati ya kuwapata nyinyi kusema mtu huyu ni wa Arusha au sio bwana. Lakini hao wawili hatuna habari wametolewa wapi, na hao wanayowateka ndio wanawaua, hatujui ni kabila
lakini mimi nafikiri polisi wanajua bwana, kwa nini wanakuja tunawaita alafu wanasinzia tena. Hapa kama siku ile alionekana saa ngapi? Hii barabara inaitwa Itololo. Msito huu ni msito wa asili. Huu msito ni wa asili. Sisi tumetengeneza, lakini sasa hivi umeshikiliwa na tefeti sijui.